Naam, tayib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Istiqama Swahili TV, karibu sana kwa mara nyingine tena, kwa siku nyingine tena, kwa fursa nyingine katika kipindi cha Nashidi Zetu, tukiamini kwamba Nashidi Zetu ni tunu yetu, kipindi ambacho kinakujia siku moja katika wiki, lengo ikiwa ni lile ambalo tunalitangaza mara kwa mara hapa, ni kukuletea munshiduna mbalimbali wa Kitanzania ambao wanatumia lugha ya Kiswahili na wale ambao wanatumia lugha ya Kiarabu katika ufikishaji wa da'wa, ufikishaji wa nasaha, ujumbe, nasaha mbalimbali katika jamii ya Kiislamu hususan, lakini pia katika jamii ya Kitanzania, na wale wote ambao wanakifahamu kile ambacho natumia munshiduna hawa kwa lugha hizi mbili, lugha ya Kiarabu na lugha ya Kiswahili, lakini hata wale ambao pia wanatumia lugha ya Kiingereza ama English ambayo imekuwa pia ni lugha ya kimataifa. Ala kulli hal, vyovyote itakavyokuwa, basi tunakukaribisha kufuatilia kile ambacho wao wanakifanya na lengo ambalo wanalifanya katika tasnia hii ya Nashid. Kukuletea kipindi hiki ni mtangazaji wako Said bin Musa, lakini nyuma ya kamera hapa tunaye hapa Sheikh Saleh Hussein Loheta, ambaye bila shaka anafanya kazi kubwa sana katika kungarisha, katika kufanya na kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakuja katika hali ya ubora zaidi na zaidi. Kama ilivyo kawaida, mambo manne siwezi kuacha kukuomba, sababu wanasema kwamba mtu muungwana ni yule ambaye anaomba, sio kutaka, anaomba. Naomba sana kwa wale watazamaji wetu wapya kusubscribe, lakini pia kulike, alkadhalika kushare, kusambaza kwa wengine, ili na wao basi waweze kunufaika na kile ambacho hapa tunakitangaza kupitia Istiqama Swahili TV. Na kama ilivyo kawaida na vile ambavyo nimekueleza hapo kabla kwamba tunakuletea munshiduna mbalimbali, na katika lengo hilo basi leo hii tunaye munshid ambaye insha Allah hivi punde tu atakusalimia, anifan atakusalimia, na baada ya salam sasa kile ambacho kinafuata basi ndio muhimu zaidi. Tutamjua ni nani, kutoka wapi, na kitu gani ambacho amekifanya na anakifanya na ataendelea kuifanya kwa uwezo wa Allah katika sanaa hii ya Nashid, ikiwa ni kwa lengo la kufikisha ujumbe na masala mengine kama hayo. Kuna yale malengo madogo madogo pia ambayo bila shaka kila mmoja anakuwa anajiwekea katika jambo fulani kabla ya kuanza jambo hilo kulitekeleza ama kulifanya. Basi bila kupoteza muda, sababu muda tayari umeshakwenda, muda wanasema kwamba unakwenda sana, muda hauna miguu lakini unatembea vya kutosha. Moja kwa moja sasa nimkaribishe mgeni wetu hapa kusalimie. Baada ya salam inshallah tutakwenda moja kwa moja katika malengo. Karibu sana Sheikh katika studio zetu za Istiqama Swahili TV. Naam, karibu sana kwa kumsalimia mtazamaji wetu. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa niaba yao alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Habari za siku nyingi? Chema tu. Hali inaendeleaje? Tunashukuru, alhamdulillah, Mungu anasaidia. Mashaallah, karibu sana. Sawa, karibu tena katika studio zetu hapa Istiqama Swahili TV. Tunaifaharisha kuwa nawe na tunaamini kwamba tutapata mengi mazuri kutoka kwako inshallah. Inshallah. Naam, tu kufahamu ni nani, sababu kabla au baada ya salam kuna ile kujuana, watu kujuana na kabla ya kwenda katika malengo mengine. Naam, tumeshasalimiana, sasa tukujue inshallah. Naam. Sawa, inshallah. Kwa majina? Kwa majina naitwa Musa Hajiame, kutoka Chaani, mzaliwa wa Kidoti. Okay, ni kaskazini Unguja bila shaka. Ni kaskazini Unguja bila shaka. Okay. Lakini mkazi wa Chaani, mzaliwa wa Kidoti. Mzaliwa wa Kidoti. Kwa nini hapa kuna unakaa Chaani lakini umezaliwa Kidoti, ama ile umetoka ile kuhajiri, kuhama? Imetokea hivyo kwa sababu kabla ya kuwa Chaani pale, mzazi wangu alikuwa anaishi Kidoti pale. Okay. Lakini baadaye ikatokezea kwamba kuachana na mzazi wangu wa kiume. Ndio. Hakukaa muda mrefu akaolewa Chaani. Sasa baada ya kuolewa Chaani pale, ikawa ni makazi yetu pale. Okay. Mashaallah. Pale nikawa nafanyia shughuli zangu zote, nikakulia pale pale, nimesoma madrasa pale pale. Okay. Lakini hii kuwa Chaani pia ni nyumbani Kikobweni. Nyumbani Kikobweni pale. Kikobweni. Okay. Manake kule Kidoti kule ni Kukeni. Okay. Lakini Kumeni kwangu ni Chaani Kikobweni. Okay, mashallah. Inshallah khairi. Basi huyo ndio unaitwa Musa, Abu Musa. Ya naam, Abu Musa bila shaka, lakini kwa majina kamili ni Musa Haji Ame. Mashallah. Ni kutoka kule Chaani ndani ya mkoa wa Kaskazini Unguja. Bila shaka wale wana Chaani
wana Chaani wenyewe, wasema kuna Chaani pale, kuna jirani yao ni Gamba, kuna jirani yao mwingine huko nyuma kidogo Kinyasini na masuala na maeneo mengine pia. Huyu ni kijana wenu anaitwa Musa Haji Ame ama Abu Musa. Tuanze katika jina. Umesema kwamba wewe ni Musa Haji Ame, lakini huko tunakuta kwamba ni Abu Musa. Ndio. Kwa hiyo sijui kuna mafungamano gani hapa baina ya Abu Musa na Musa Haji Ame, au pengine una mtoto ambaye anaitwa Musa pia. Baki kuna yale majina ya Musa wa Musa, Juma wa Juma, Haji wa Haji. Naam, sawa. Sasa hili jina la Abu Musa hili, wakati nilipo pale madrasa, kuna mwalimu wangu mmoja, yeye alikuwa anapenda kuniita Abu Musa al-Ashari. Mashallah. Sikujua na maanisha nini kwa sababu kipindi hicho nilikuwa mdogo sana. Akiniita Sheikh Abu Musa, mimi nakuwa naitikia naam. Kila kiniita hivyo mimi nakuwa naitikia naam. Sasa kuna wakati nilipokuwa mkubwa hivi, nikanajiuliza hili jina naloitwa maana yake nini? Ni la mtu au maana yake ni kitu? Sasa nikalifuatilia hili jina katika mambo ya madarasa na mambo ya mitandao, nikagundua kwamba huyu ni sahaba wa Mtume ambaye anaitwa Abu Musa al-Ashari. Nikasema la, pia alikuwa na mchango mkubwa katika dini. Alikuwa na mchango mkubwa sana. Alikuwa msomaji Qur'ani mzuri sana. Kwa hiyo ukaona kwamba hakuna haja ya kubadilisha, pengine ukatumia jina hili pia. Au hakuna haja ya kulikataa? Sikuwa na haja ya kulikataa kwa sababu mwenyewe nimelipenda. Licha kwamba yule ustazi alikuwa ananiita, lakini sikuwa na haja kuliacha. Na hakukwambia maana anakusudia kitu gani? Hakuniambia anakusudia kitu gani Abu Musa al-Ashari. Hakuniambia hadi vileo, lakini katika kulifuatilia hilo jina ndio nimegundua kwamba ni la sahaba ambaye ni sahaba wa Mtume ambaye alikuwa ipo katika kipindi cha zamani. Mashallah, ni jambo la khairi hilo. Tukitoka katika jina sasa tupate historia kwa ufupi sana katika masala haya ya nashid. Historia yako ikoje? Pengine mwaka gani umeanza na sababu gani, malengo gani, na ilikuwaje pia? Shukran. Katika masuala ya tasnia ya nashidi, nimeingia mwaka 2023. Lakini kabla ya mwaka 2023, huku nyuma nilikuwa mpenzi mzuri sana wa nashidi, kufuatilia vipindi vile katika mitandao. Sasa nilikuwa nafuatilia sana katika mitandao. Nilikuwa nafuatilia sana. Kwa hiyo nikavutiwa na hii tasnia, nikasema na mimi inshallah iko siku nitafikia sehemu iliyokuwa nzuri. Ndio. Kwa hiyo kuvutika kwako maana yake kumetokana vile kufuatilia kwako kwa muda mrefu. Na pengine kwa wakati ule ulikuwa unafuatilia sana munshidi una gani hapa Tanzania? Kipindi kile nilikuwa namfuatilia nani huyu? Yusuf Abdi. Sheikh Yusuf Abdi. Nje ya Tanzania, makini Kenya kule Mombasa. Huyu alikuwa Sheikh namfuatilia sana kwa sababu nashidi zake zipo vizuri, na yeye alikuwa ndo mshiduna wa mwanzo hapa. Bila shaka. Ipo vizuri. Akitoa nashidi zake zinagonga nyoyo, zinavutia, zinawaidhi watu. Lakini kwa hapa Tanzania pengine kuna munshida gani ambao walikuwa wanakuvutia zaidi? Kwa hapa Tanzania ni Brother Masudi na wengine na Sudi Khafa. Wale ambao wametangulia sana, ni kitambo zaidi katika tasnia hii. Ndio, au nilikuwa nafuatilia sana katika vipindi vyao vya nashidi. Mashallah. Na zaidi kwa upande wako sasa, malengo yako yakoje katika kuingia fani hii? Malengo yangu mimi katika tasnia hii ya nashidi, nimeingia, kwanza lengo langu kuu hasa ni kuelimisha jamii. Kuitoa kwenye kiza na kuipeleka kwenye mwanga. Mbona uelimishaji umekuwa ni wengi sana? Kwani kuna sababu gani sasa kuingia na wewe, ama kusema kwamba na mimi acha niingie katika tasnia hii nielimishe kupitia mkondo huu? Waelimishaji wapo wengi sana Sheikh. Hebu tuambie sababu gani zaidi? Ndio, sababu pengine kama kuna malengo mengine hapa, au pengine unahisi kwamba una kipaji ambacho Allah amekujalia na unahisi ukitumia katika malengo hayo. Ndio, mbali na kipaji, lakini kwa sababu ukiangalia mazingira, yani huwezi ukasimama sehemu hivi ukawa unaongea kwa mdomo. Sometime yani baadhi ya watu kama sisi ambao hatuwezi kufikisha njia hiyo kwa kusimama pale katika jukwaa ama katika mimbari, lazima tutumie katika hizi tasnia za nashidi. Kwa hiyo tunawapa watu ujumbe pale. Lakini lengo langu kuu ni kwamba ni kuelimisha jamii, mbali na malengo mengine madogo madogo, kwa sababu unapoenda sehemu, unapoalikwa kuperform pale nashidi, basi kuna watu pale
Okay. Wanakugaia chochote pale. Okay. Sasa kile ambacho wanakugaia pale unakuwa kidogo unaingia moyo na tamaa. Okay. Utasema kumbe hii kazi kama kazi nyingine. Okay. Kwa hiyo unahisi kwamba mapokezi ya jamii katika baada ya kuingia wewe katika tasnia hii Nasheed ilikuwa ni mazuri? Sana katika jamii yako ya pale Chaani na marafiki zako mbalimbali, kabla ya kuweka kuuje sasa katika mfumo huu wa kuweka au kuupload kazi zako katika mitandao ya kijamii, jamii ilikupokeaje? Hilo nashukuru sana, alhamdulillah. Mungu anasaidia, jamii imenipokea vizuri sana. Na support zao naziona, makubaliano yao nayaona. Kunifuatilia kwao, wanakaa wananifuatilia sana Chaani pale, nashukuru sana, alhamdulillah. Kama tutafanya tamasha pale la Nasheed, basi utawaona wajeji wao ni mkubwa sana. Kwa hiyo umeshaanza tamasha pale Chaani? Matamasha madogo tu. Sehemu za madrasa mani? Kama sehemu za madrasa tu. Yale matamasha makubwa yenyewe hasa ya official bado hatujafanya. Ila tunatarajia hivyo inshallah. Okay. Kwa hiyo unahisi kwamba mkiandaa tamasha dogo pale au pengine official, maana kama ulivyosema lile kubwa rasmi, mnahisi kwamba mtapata mwitikio wa jamii? Ndio, tunashukuru kwa hilo. Tutapata mwitikio mkubwa sana kwa sababu tumewaona. Mwaka 2023 hadi leo ni kitambo bila shaka, na ni muda ambao unatosheleza kujipima mtu uwezo wake na mwelekeo wa kile ambacho anakifanya. Kwa upande wako ikoje? Pengine unahisi kwamba unafaa kuendelea na tasnia hii? Kutoka mwaka wapo mpaka sasa hivi nikiangalia na nikipiga tathmini naona nafaa kuendelea. Unafaa kuendelea? Nafaa kuendelea kwa sababu nilipotoka na nilipo sasa hivi ni tofauti kubwa sana. Sasa hivi nashukuru, alhamdulillah, nipo sehemu kubwa sana na Mungu anasaidia. Ndio. Kuna tofauti fulani ambao unauona? Pengine ile uwezo wa kuwasilisha kile ambacho pengine umekusudia na masuala mengine kama. Lakini kwa upande mwingine sasa tuje katika upande huu wa Nasheed. Umeshatoa ngapi Nasheed hadi wakati huu? Nasheed nimetoa nyingi sana, ila kwa idadi sizijui, ila ni nyingi sana. Ni nyingi sana. Ndio. Okay. Na pengine kama unazikumbuka 2-3? Ndio nazikumbuka. Kwa majina yake na kuna Ndugu Tusameheane, kuna Kulea Mama Mmoja, kuna Fitna, kuna Husda, na nyingine hizo zipo. Okay. Mashallah. Na nimepata katika kufuatilia nimepata kujua kwamba una kundi ambalo unaliendesha la watoto. Hili likoje? Pengine jina lake na sababu gani ya kuanzisha? Na sasa katika mwaka 2023 ambao nimeanza mimi kuingia katika tasnia hii ya Nasheed, mimi kama nilivyosema ni mzaliwa wa pale Chaani. Kwa hiyo pale nimekulia hadi madrasa. Okay. Sasa pale madrasa nipo nasomesha. Nipo nasomesha watoto. Sasa ulipofika mwaka wapo nikasema sasa niandae kikundi ambacho hichi kitakuwa ni kikundi maalum cha kuwasilisha hii tasnia ya Nasheed. Nikakiandaa kile kikundi na wanafunzi wadogo 2-3, halafu kile kikundi nikakipa jina la Shamkhaf. Shamkhaf. Nini Shamkhaf maana yake? Au pengine kuna ni ufupisho wa maneno fulani? Shamkhaf. Ni ufupisho wa maneno. Na maneno yenyewe ni majina yetu wale watoto pamoja na mimi mwenyewe. Ni majina tu. Kwa nikalipata neno moja ambalo linatamkika Shamkhaf. Okay, mashallah. Na hao unaendelea nao vizuri tu? Hao wanaendelea nao vizuri. Zao kadhaa. Zipo Nasheed ambazo nimetoa nao na nyingine wamesoma wao kama wao tu. Ndio. Okay. Na tuje sasa katika kwa upande mwingine hapa, ladha kidogo, tupate ladha ya Nasheed hii ya Ndugu Tusameheane. Pengine kama utakuwa unakumbuka beti angalau 2 inshallah, tupate, hebu tusomee kidogo kama utakuwa. Sawa inshallah. Tuthibitishe kama kweli huyu ndio Abu Musa. Naam. Sawa, bila shaka. Naam. Bismillah. Kwa nini zaja khitilafu kwa ndugu hata kugombana, wakati Ilahi latifu madhara kaweka bayana. Tumeamrishwa tushikamane, hasa kwa mikasa tusaidiane. Mashallah.
Haya, tumeamrishwa tushikamane, mashallah, na zaidi ni kwamba Waislamu wote ni ndugu na kusameheana kuwa ni jambo la muhimu zaidi. Utunzi, kazi ya utunzi anaifanya nani? Ni wewe mwenyewe una kipaji hicho ama ni kuna mtu mwingine ambaye anakusaidia? Naam, shukrani. Hii kazi ya utunzi ni mimi mwenyewe. Okay. Ni mimi mwenyewe. Hakuna mtu ambaye labda nashirikiana naye katika swala hili la utunzi. Okay. Nakuwa nakaa kitako na naifanya kazi hii ya kutunga. Na sauti natia mwenyewe. Na sauti natia mwenyewe. Okay. Kurekodi mwenyewe lakini. Kurekodi sio rekodi mwenyewe. Inshallah khair. Nikajua kazi zote unafanya mwenyewe. Hamna. Kurekodi natumia studio. Okay. Basi tunaomba uturuhusu tutazame hii nashidi ya Ndugu Tusameheane, na baada hapo inshallah tutaendelea. Inshallah khair. Basi mtazamaji wetu, huyo ni Abu Musa, kama maelezo ambayo ametoa bila shaka ni yenye afya. Anasema kwamba ni yenye afya, maelezo ambayo yana faida kubwa sana. Ni nani Abu Musa na asili yake ni wapi na historia yake katika tasnia hii ya nashid, basi tumepata kujua hapo, lakini mengi mazuri yanakuja baada ya nashidi ifuatayo, Ndugu Tusameheane. Inshallah tuiangalie nashidi hiyo na baada ya hapo tutaendelea. Shamkhaf Kids. La 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 la. Kwa nini zaja khitilafu kwa ndugu hata kugambana, wakati Ilahi latifu madhara kaweka bayana. Kwa nini zaja khitilafu kwa ndugu hata kugambana, wakati Ilahi latifu madhara kaweka bayana. Inahuzunisha ndugu wa damu wanasababisha hili la haramu, ugomvi na vita usoisha humu, kujitoa sifa ya ubinadamu. Upita masiku bila kusemeshana, na hata salamu washindwa kutoleana. Ni dhambi itambue wewe, maonyo makali tulishaelezwa, yakimkabili mauti ni kiza. muweka mbali kule kupuuza, adhabu ya hili moto kuingizwa. Na tuzindukeni tulo kwenye hili, adhabu yakini hatuwezi himili. La 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 la. Kwa nini zaja khitilafu kwa ndugu hata kugambana, wakati Ilahi latifu madhara kaweka bayana. Tumeamrishwa tushikamane, hasa kwa mikasa tusaidiane. Pale kwenye kosa tusameheane, dhiki za maisha tuhurumiane. Na sio kwa visa mabaya kutendeana, na haya makosa sana kwake Rabbana. Kiburi haifai kuwa nachowe, hakika Qur'ani yatahadharisha, tusiwe hamkani kujidhalilisha. Jengeni imani kujikurubisha kwa Mola Manani anaye
boresha. Samehe kwani huleta baraka, upendo nyusoni huja bashasha. La 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 la. Rabbi ya Karima tunakuomba, tupe mwisho mwema tukijifia. La 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 la. Na mashallah, hiyo ni nashidi ya ndugu tusameheane. Yule ambaye hamsamehe mwenzake Muislam, basi bila shaka hiyo inaashiria wazi kwamba wewe hauhitaji msamaha pale ambapo unamkosea binadamu mwenzako, lakini pia pale ambapo unamkosea Mola wako. Kila mmoja ni mkoseaji, na mkoseaji ni yule ambaye anaomba radhi na hatimaye basi kurudi katika mstari, na hatimaye basi anakuwa katika mazingira mazuri kwa binadamu wenzake, lakini pia anakuwa katika mazingira mazuri na mafungamano mazuri na Mola wake. Kuna makosa ambayo tunafanyia na sisi wanadamu, lakini kuna makosa ambayo tunamfanyia Allah, muumba mbingu na ardhi. Kwa hiyo yote hayo ni kwamba sisi wenyewe tusameheane, na Allah hatimaye basi tunamuomba msamaha na atusamehe kwa uwezo wake yeye, kwa rehema zake yeye. Mashallah, nashidi hiyo ya ndugu tusameheane inatupeleka sasa kuendelea kuzungumza na kijana huyu Abu Musa ama Musa Haji Ame, lakini kwa majina ya upande huu wa nashid ni Abu Musa. Tuendelee sasa. Abu Musa, baada ya nashidi hiyo tunasema kwamba kwanza hongera sana kwa kazi nzuri ambayo tumeiona alhamdulillah, na ndani yake bishaka kuna ujumbe muhimu kama tulivyosema. Lakini nje ya nashid, wewe ni mwalimu wa madrasa? Ndio. Na ni mwalimu mkuu au pengine ni msaidizi tu pale? Msaidizi tu, sio mwalimu mkuu. Sio mwalimu mkuu. Ndio. Mashallah. Na unapataji sasa muda wa kushughulika na masuala haya ya madrasa na masuala ya nashid? Sababu masuala ya nashid pia yanahitaji muda. Ndio. Kuandaa, kwenda studio. Naam. Ndio. Ni kweli masuala haya yanahitaji muda. Na muda naupata mzuri tu wa kwenda madrasa pale na kuifanya hii kazi, kwa sababu hii kazi inakuwa ina muda wake. Hatuchanganyi muda kwamba huu muda ni wa kusomesha watoto halafu muda huu ukasomeshe nashidi kuwafahamisha watoto wale, namna. Hizi nashidi tunaziweka muda wake maalum, kama siku yake maalum, na tukiingia pale madrasa basi inakuwa ni kusomesha wanafunzi tu basi. Kwa hiyo haiathiri, maana yake haiathiri akili zao, pia haiathiri masomo yao? Amna, haiathiri hata kidogo. Tunashukuru kwa hilo, tunakwenda nao vizuri tu. Unahisi kuna changamoto gani hadi wakati huu kwa miaka hii kadhaa ambayo umefanya hii tasnia? Changamoto zilizokuwepo kwamba yani baadhi ya time baadhi ya fuatiliaji wa hizi nashidi kidogo wanarudisha nyuma. Kivipi sasa? Kwa sababu unaweza ukatoa nashidi afu mtu akakupa comment ambayo ilikuwa hairidhishi. Na comment hizi ndio utaziona kule katika mtandao wetu wa YouTube ule. Ukiingia kule utasoma comment, wengine wanatuvunja moyo, lakini sasa wale ambao tunakuwa nao karibu, ambao tunakuwa nao hivi ana kwa ana, bega kwa bega, wale ndio ambao wanatupa nguvu. Lakini nayo hii tunaona kwamba ni changamoto katika comment zao. Sababu mwitikio wao inakuwa sio mzuri maana yake. Ndio. Sawa. Lakini hapa pia bila shaka inakuwa mnahitajika kushika subra, kushikamana na subra, sababu bila subra inakuwa jambo lolote tunaliacha, sio tu hii masuala ya nashid. Jambo lolote unaliacha. Kama una subra jambo lolote unaliacha. Ndio maana tukaambiwa subra ni nguzo. Naam, subra lazima uwe nayo, na itakuokoa na itakuvusha kutoka sehemu hadi sehemu nyingine. Na kwa upande mwingine sasa, unatumia tofauti gani wewe na munshidu na wengine? Sababu kila mmoja anakuwa na utofauti wake. Pengine kitu gani ambacho kinakutofautisha wewe na wengine? Kitu kinachotofautisha mimi na wengine, wengine wao kwanza tayari washakuwa ni maarufu sana katika mitandao ya kijamii. Kiasi ambacho kama litawekwa tamasha basi
Ukisema tu anakuja munshiduna fulani, basi hapo patafurika watu. Lakini kwa utofauti wangu mie, kwa mfano tuseme kwamba labda anaenda mimi au anakwenda wenzangu kama mimi, kidogo itakuwa ni ngumu bado ni chipkizi. Chipkizi inakuwa ni ngumu sana kuwapata wale ambao wengi wale wahusika pale. Na unahisi kitu gani ambacho mkikifanya mtakuwa mtapata kile ambacho mmekusudia, mtafikia hatua ambayo mliotarajia? Kitu ambacho nakifikiria labda ni kuzidi kuifanya hii kazi na kuweka matamasha hasa katika lile eneo la nyumbani pale Chani. Hili litatupa nguvu sana na tunalifikiria hili sana. Inshallah. Na pia ni kutumia mitandao hii ya kijamii katika mitandao ya kijamii pia kuweka kazi zetu. Yes. Na ulishawahi kushiriki tamasha lolote la pengine ambalo limeandaliwa na munshid mkubwa kama ambavyo umesema kwamba kuna chipkizi na wale ambao umetangulia? Matamasha haya ambayo umeandaliwa mara kwa mara alhamdulillah katika jamii yetu. Katika kushiriki matamasha makubwa bado sijai kushiriki. Bado sijai kushiriki, ila ndoto hizo nazo. Ndoto hizo nazo za kufika huko na kushiriki matamasha makubwa na sisi kutoa ujumbe wetu pale, watu wakatufahamu nini tunaongea. Nimeona watoto hawa Shamkhaf wanashiriki katika matamasha, au ni madogo ambayo mnaandaa pale katika jamii? Ni madogo pale katika jamii pale nyumbani. Naam. Katika mitandao huu wa YouTube ambao umesema kwamba kuna wakati mwingine mnapata zile changamoto kidogo za maoni. Ndiyo. Na unahisi kwa ni nashidi gani ambayo imekuwa ina idadi kubwa zaidi ya wafuatiliaji? Nashidi ambayo ilikuwa ina idadi kubwa ya ufuatiliaji siwezi nikaijua haraka lakini kama hiyo hapo kulea mama mmoja. Nimeangalia kidogo, nimeona viewers kidogo wapo wengi, wafuatiliaji wana hii nashidi wapo wengi sana. Zipo na nyingine. Una nasaha gani sasa kwa wafuatiliaji wako, na unawaambiaje, unawaahidi nini katika siku zijazo inshallah? Inshallah. Nasaha zangu kwa wapenzi watazamaji na wapenzi wasikilizaji na wapenzi wafuatiliaji wa hizi nashidi kwamba zile nashidi ambazo tunaziupload kule katika mitandao sio ni kuzisikiliza tu yani kwa ajili ya burudani tupu. Hamna. Pia wazingatie nini kinazungumzwa mle. Kwa sababu sisi tunakuwa tunakemea na kukosoa jamii. Kwa hiyo wazingatie kile ambacho tunakikusudia pale, mbali na kuburudisha. Hiyo ni nasaha yangu, kwa maana wazisikilize hizo nasaha na wazifanyie kazi. Nikihitaji kumuona Abu Musa katika mitandao ya kijamii, natumia maninki katika account gani? Account ambayo natumia katika social media ni Shamkhaf Nashid. Hii ni channel yangu ambayo na uploadia hizo nashidi. Tofauti na Shamkhaf Kids. Shamkhaf Kids ni kikundi ambacho tumekitoa katika madrasa. Kwa hizi ni account mbili tofauti? Ni akaunti moja tu. Moja. Hicho kikundi ndo kinapatikana katika madrasa. Tumekipa jina la Shamkhaf Kids. Lakini Shamkhaf Nashid hii ni channel yangu mwenyewe ambayo unaiendesha mwenyewe. Na kuuploadia hizo nashidi za Shamkhaf Kids. Mashallah. Basi inshallah khairi katika hilo. Tunasema pia tunahitaji kama kutakuwa na uwezekano mawasiliano ya Kasim, pengine utakuwa kuna uwezekano wa kuwakaribisha wale ambao wanahitaji kufanya kazi nawe, munshiduna wakubwa, lakini hata wale chipkizi kwa ajili ya kushirikiana ili kufikia katika lengo fulani. Lakini hata wale ambao wanatamani sana kufanyiwa kazi na wewe, pengine wana shughuli zao mbalimbali za mahfal ama shughuli za arus, kuwatungia nashidi na kuimbia pia. Labda mawasiliano ya Kasim kama utakuwa yapo karibu. Ndio. Kwa simu unapatikana 0777 048377. Yani Zantel ya 4 08 3377. Hebu tuzikariri tena. 0774 08 3377. Hapo tumekuelewa vizuri. Mashallah. Una lipi la kumalizia? Pengine una ujumbe wote kwa watazamaji wetu na wafuatiliaji? Wapenzi wafuatiliaji na wapenzi wasikilizaji wa hizi nashidi, hasa katika jamii yangu kule ambayo imenizunguka Chaani, nataka niwaahidi kwamba wakae na wengine wengi pia, na wengine wote, sio tu watu wa ndio sawa. Naam. Wakae mkoa wa kula kunisapoti
na kunifikisha mbali, kwa sababu supporta zao zitanifanya mimi nifike mbali. Niwe na moyo na juhudi kubwa ya kufanya hili jambo. Ushirikiano wao. Na ushirikiano wao. Naahidi kwamba kazi nyingine nzuri zinakuja insha Allah, Mungu akipenda. Kwa hiyo wakae mkao wa kula kuzipokea. Mashallah, wakae mkao wa kula, sio wa kusikiliza. Ni msemo tu. Haya bana. Asante sana. Tunashukuru sana kwa ujio wako, lakini pia kwa maelezo ambayo yametutosheleza. Tumemjua Abu Musa ni nani, wapi anatokea na historia yake. Tunashukuru sana katika hili na tunakutakia subra katika kufanya kazi zako, lakini pia tunakutakia kila la kheri inshallah katika kufanikisha majukumu yako na yale malengo yako, ili hatimaye basi ufikie ile hatua ambayo umeikusudia inshallah. Na basi huyo ndio Abu Musa. Abu Musa kama alivyotueleza hapa, jina ambalo limetokea kwa mwalimu wake. Alhamdulillah. Na katika hilo basi tunasema kwamba tunamtakia kheri. Na zaidi tunakushukuru sana mtazamaji wetu na mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki, na tunatumia nafasi hii kukushukuru kwa kutumia dakika zako takriban 30 na katika kufuatilia kile ambacho leo hii tumekuletea. Naamini kwamba tumeibuka ama tutaibuka na ujumbe ambao utafanya kazi, na hatimaye basi inshallah tupate radhi za Allah, tupate radhi na faraja kutoka kwake yeye Allah azza wa jalla. Muhimu zaidi kuweza kusameheana, kama ujumbe ambao umetoka, tusameheane, tuheshimiane, na kwa sababu heshima siku zote ndiyo inatengeneza upendo kati yetu, halikadhalika inatengeneza ule mshikamano na umoja. Basi hatimaye kwa umoja wetu tutafanikiwa, kinyume na hivyo tutakuwa katika mfarakano na tutakuwa katika mfadhaiko anasema, ama mashaka makubwa sana. Lakini kwa umoja wetu alhamdulillah basi tutafanikisha pia malengo ya kuletwa kwetu hapa duniani inshallah. Basi sina ziada ghairi ya kuendelea kukuomba usubscribe kwa wale watazamaji wetu wapya, lakini pia kulike, halikadhalika kushare, na kama utakuwa na maoni yote basi tuachie katika comment hapo inshallah. Tutakuja kuyapitia maoni yako na baadaye basi itakuwa ni sababu na sehemu ya kuweza kurekebisha pale penye kasoro, na hatimaye tukuletee vitu ambavyo vitakuwa ni bora zaidi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa.